umeitaja. Ya kwanza ilikuwa ni sheria ya mtoto ambayo inahusisha kuishi haki zake zile za msingi ambazo yeye anatakiwa azipate. Moja hapo ni kuishi, kulindwa, kushiriki na kushirikishwa maslahi, lakini pia programu jumuishi, familia bora. Na nyingine hii kanuni za usimamizi ya malezi, lakini pia kupambana na ukatili. Haya, unaweza ukatuambia mmefanikiwa kwa kiwango gani katika hiyo mikakati yenu ambayo mmejiwekea? Tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu kwanza, eneo la kwanza ni elimu kwa jamii. Ndio. Tunaamini kwamba elimu imekuwa, japo bado tunahitajika kwa sababu siku zote elimu haitoshi. Lakini tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu tunapotokea hapo nyuma haya matukio yalikuwa yanafichwa sana. Mfano nazungumzia masuala ya udhalilishaji kwa mfano. Ni kwa mujibu wa tathmini nyingi na tafiti nyingi inaonekana kwamba wafanyaji wakubwa wa matukio haya ni familia na watu wa karibu kwa mtoto. Ndio. Kwa hiyo hapo nyuma ilikuwa yanafichwa kwa kiasi kikubwa, lakini kadri elimu zinavyoendelea kutolewa sasa hivi ndio maana tunaona kwamba ongezeko la kuripoti haya matukio pia limeongezeka. Ndio. Kwamba matukio kweli yapo, lakini kiasi cha kuonekana kwamba pande mbili manake yanatuonesha kwamba kila taarifa zikiwa kubwa inaonekana kwamba kumbe matukio bado yapo. Lakini upande wa pili ni manufaa kwamba kumbe watu wameelimika, sasa wanafanya nini? Wanayasema, angalau wanayasema. Kwa hiyo hilo ni fanikio moja ambalo tumeliona. Lakini kitu kingine ambacho mwamko wa jamii na taasisi kwenye kuanzisha hivi vituo vya malezi ya kutwa. Sasa hivi ongezeko limekuwa kubwa, na ndio maana wizara tuna mkakati wa kuvisimamia na kuvifuatilia kwa karibu ili kuhakikisha kwamba watoto hawa wakienda kule sio kwamba wanaenda kufanya nini? Wanakwenda kudhalilishwa badala ya kupata yale malezi yanayostahili. Kwa hiyo mwamko umekuwa mkubwa. Na hili limekuja kwa nini? Kwa sababu hivi vituo vinawasaidia wanajamii na hasa wale ambao wanakuwa wana shughuli za kijamii na za kiuchumi, akina mama, kuweza kuhakikisha watoto wao wanakuwa kwenye sehemu salama wakati wao wanaendelea na shughuli nyingine za kiuchumi. Hilo ndio lengo. Kwa hiyo pia ni mafanikio ambayo tumeona kwamba kwa sababu vituo hivi vinachukua watoto wengi, wafanya kazi, sisi wenyewe binafsi tunapeleka, tunahakikisha kwamba tunamwacha mtoto pale kwenye mazingira salama alafu nakwenda kazini. Kwa hiyo pia imesaidia kuonesha kwamba mwamko umekuwa mkubwa. Lakini vile vile mafanikio ambayo mengine tumeyaona ni kwamba katika kushughulikia hizi kesi na masuala kwamba kuna ongezeko la utelekezaji wa watoto kihuduma kikweli. Kwa sababu sisi kama idara na wizara tunakuwa tunapokea sana malalamiko kwamba akina mama wametelekezwa watoto na huduma. Ndio. Kwa hiyo wanakuwa hawashughulikiwi. Kwa hiyo tumefanikiwa kwa kiasi kubwa kwamba tunajaribu kuistawisha ile jamii na kuirudisha katika mstari. Kwamba inapotekeleza ile migogoro ya familia basi watoto bado wabaki kwenye kupata zile haki zao za msingi. Kwa hiyo kwa hapa tunafanikiwa sana kwa sababu tunafanya ule usuluhishi wa familia na kuhakikisha kwamba familia inakuwa kitu kimoja katika kulea wale watoto wao. Ndio. Lakini vile vile katika swala zima la huu mkakati wa kupambana na udhalilishaji ni kwamba mashirikiano sasa hivi yamekuwa manake baina hizi taasisi ambazo zinafanya kazi. Na ndio maana hata kwa mfano kuwepo kwa hii programu jumuishi kwa upande wa malezi, makuzi na maendeleo ya watoto ni kwamba ni hatua nzuri kwa sababu tunazungumza lugha moja. Hizi wizara zote maana tukiangalia kuna mkakati wa Shirika la Afya Duniani ambao ndio tunasimamia kwenye swala zima la malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto, lina maeneo 5. Lakini katika maeneo haya 5 ambayo yanamgusa mtoto moja kwa moja, sisi kama wizara ya maendeleo ya jamii hatuwezi kufanya kazi peke yetu. Kwa hiyo eneo la kwanza ni afya. Eneo la pili lishe. Eneo la 3 usalama wa mtoto. Eneo la 4 ni masuala ya malezi na mwitiko katika malezi. Na eneo la 5 ni masuala ya elimu. Kwa unakuta haya maeneo kwa pamoja tukishirikiana ndio tunamjenga yule mtoto mmoja. Kwa hiyo pia tumekuza haya mashirikiano na tunaona kwamba tunafanya kazi kwa karibu na taasisi nyingine ili kuhakikisha mtoto anakuwa kwenye malezi mazuri. Tumkumbushe kwanza msikilizaji Nasra, kama ndio kwanza unafungua redio yako, basi kipindi hewani ni Ubeleko ambacho kinahusiana na maendeleo ya awali ya malezi na makuzi ya mtoto kuanzia kipindi cha ujauzito hadi miaka 8. Tutoe fursa huko tulikuwa tunaendelea, basi msikilizaji fursa unayo ya kuweza kuuliza lolote ambalo umelisikia kupitia 0674 003354 0674 003354. Unaweza ukatupigia sasa hivi na ukauliza kuhusiana na kile ambacho umekisikia au ukatoa mchango wako. Line iko wazi, lakini kwa upande wa ujumbe mfupi ni 0775 972 972 0775
0972972972. Basi kwenye line kuna msikilizaji, acha tumsikilize. Hello. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauti ya nani, uko wapi? Mama Yahya niko Nyang'humbu. Karibu sana Mama Yahya. Haya, asante. Japo sijasikia vizuri. Mimi radio kidogo inaletea mgogoro. Hapa nasikiliza hiki kisimu. Ndio kidogo lakini sisikii vizuri. Ndio. Lakini nilikuwa na swala nimuulize mjinga. Una mtoto kwa kweli ananidilisha huruma sana, na huyo mtoto ana umri wa miaka kama 12. Ndio. Huyo mtoto alishiwa na mama yake. Analelewa na bibi mzaa mama, lakini huyu bibi yeye mwenyewe ana changamoto la kutofikia. Kwa maana huyu mtoto sasa hivi ana miaka 12, kaachwa tangu ana miaka 3. Bibi anajitahidi, lakini bibi kama tunavyomjua, mtoto haendi skuli, haendi chuoni, yani kashakuwa ile mtukufu sana. Kama kuna uwezekano yani yeye huyu mtoto wa kuchukuliwa akanyang'anywa ule bibi, akaonyeshwa kama huyu mtoto yuko mikono salama, yuko mahala ambapo kwa atapewa maadili, yani inavyotakiwa vile ninavyomuona, anyang'anywe kabisa, asiwe naye yeye mikononi kwake, ili apate sehemu ambapo kwa ataongozwa na aweze kuendelea na maisha mazuri. Ili swala hili linawezekana, la kwanza namuuliza. Na la pili, ukiachana na huyo, kuna watoto ambao kwa wanaishi na baba zao na mama zao, lakini watoto pengine ni wadogo, hawataki kwenda skuli, hawataki kwenda chuoni, hawataki kwenda popote. Mtoto anakuambia mimi nataka nipate, sikai kusoma lakini nataka nipelekwe sehemu ya ufundi, niwe kutengeneza radio. Ndio. Hata hapa pengine kuna mvutano baina ya mama na baba. Kwa maana yule mtoto haendi skuli, haendi chuoni, lakini uko nyumbani pengine. Lakini anakuambia mimi sitaki kusoma, nataka nipelekwe sehemu, huyo yuko karibu yangu, nataka nipelekwe sehemu ambayo kwa niwe fundi radio, lakini mimi kusoma sitaki. Hata ukimtajia wewe mbadala, kwambia mbadala mimi nitavaa fomu. Sitaki sehemu kama hizo. Nataka nipelekwe kwa fundi tu nikajifunze hili swala. Ukiachana na hapo, pana watoto jamani kwenye maskuli. Ni mara nyingi husema kwenye maskuli mwe waangalifu. Kuna watoto wanaishi na baba pengine wa kumzaa, mama wa kambo. Kuna wengine wanaishi na mama wa kambo, baba wa kambo. Kwa kweli hawa watoto wamo ndani ya maskuli, lakini mjue kama wana changamoto kubwa sana. Sisi tuna watoto wetu, lakini hawa watoto wetu wakikaa na wale watoto wanasimulia wanaoyapata majumbani kwao. Kwa kweli ukiwa mama una huruma, unamwonea huruma. Atakwambia mtoto, mimi mama yangu simjui, alikufa nikiwa mdogo, naishi na mama wa kambo. Nikitoka skuli nikifika mama wa kambo ananipigia makofi. Pengine mtoto ni mtoto, lazima atakosea, lazima atataka kuongozwa. Nikitoka kupigwa na mama atanipigia makofi, kisha ni mama wa kambo. Akija baba anatoa kesi na yeye ananipiga. Yeye hamuoni kama watoto kama hawa wanakuwa kidogo wana udhalilishaji mkubwa, au pengine wana matatizo makubwa, lakini nyewe mkiona pengine anakuja skuli anarudi, anakuja skuli anarudi, lakini pengine anatamani ili kuwekwa skuli kwake, kama anaona ndo nafuu, akitaka kurudi nyumbani gamu inampigia. Je, watoto kama hawa mnawachukulia vipi? Au yani mnawapitia vipi maskuli? Kama kuna uwezekano mpite skuli, mfanye vipindi maalum vya kuwakusanya watoto kwenye madarasa au katika skuli mzima na kuwahoji, labda ni upi ambaye kwa jamani nyumbani ana changamoto, ni upi ambaye kwa pengine mtoto anaweza akajieleza. Lakini kama mtatufata pengine, au kama utachukua namba yangu ya simu, halafu pengine niweze kukufahamisha kwa wale watu, basi naona kama itakuwa nzuri zaidi, hususa huyo ndio mwanzo. Mimi mwenyewe natamani kama ni mwanzo hebu nipeni na mie nijaribu mkono wangu, lakini kuna changamoto ambazo kwa tunaweza zitanifanya nisiweze kufikia ule mtoto. Lakini kwa kweli anakaa koni kibondeni, lakini mtoto anatisha huruma sana 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 zaidi ya sana. Kama kuna vituo vya kulea watoto, basi niambieni ili nikufahamishe ni mtoto mkamilizaji. Ndivyo watakuja kuwa tapeli wa baadaye, mwizi wa baadaye, au pengine mmoja majumba wa baadaye. Na mwonea huruma sana ule mtoto. Haya, shukrani sana Mama Yahya. Bila shaka swali umelisikia. Ameuliza maswali takriban 3 kwa pamoja, amechanganya. Acha tuanze na lile la kwanza. Kuhusiana na mtoto huyo ambaye amesema tangu ana umri wa miaka 3 huyo ameachwa kwa bibi yake, ambapo sasa ni miaka kama 12 hivi.
lakini kuhusiana na masuala ya yeye kupata elimu na vitu hivyo hapo inaonekana kama kuna shida fulani hivi. Kwa hiyo je, swala la kunyang'anywa mtoto itawezekana huyo bibi? Haya, asante ndugu mtangazaji. Asante sana Mama Yahya kwa swali lako kutokea Jang'ombe. Kiujumla mtoto kama huyu tunakiri kwamba ana changamoto. Na changamoto alionayo ni kuhusiana na swala la malezi. Ukiangalia historia kwa mujibu alivyoeleza haraka inaonekana kwamba huyu mtoto alikosa msimamizi mapema. Japo bibi yake anaishi naye, lakini alikosa ule uangalizi wa mapema. Ndio. Kwa hiyo kitu cha msingi cha kufanya matukio kama haya, na mimi sasa naona jamii kwa ujumla kwamba kwanza kuyatolea taarifa. Ndio. Na katika kuyatolea taarifa ni kwamba kwa sababu tusisubiri mpaka mtoto kafikwa na hali ishakuwa mbaya. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi kama jamii kwanza ni kutoa taarifa tunapoona tu viashiria kwamba huyu mtoto kwa mwelekeo unavyokwenda hapa hali itakuwa si nzuri. Kwa hiyo ni kuripoti, na katika kuripoti kama ambavyo umetoka kusema, taarifa itoe ofisi ya wilaya, nadhani ni Jang'ombe, maana yake ofisi ya wilaya mjini ambayo yuko pale Amani, au afike idara ya ustawi jamii. Lakini kiufupi, kwa sababu mwenyewe ameniambia kwamba atatoa namba yake, lakini mimi pia namsihi kwamba taarifa kama hii vizuri tukaonana uso na macho, kwa sababu kuna taarifa nyingi ambazo mimi nitazihitaji kutoka kwake kwa kina. Kwa hiyo tumelipokea, lakini kiutaratibu ni kwamba hili ni la kulitolea taarifa na tunaweza kulifanyia kazi, kuangalia sasa utaratibu gani. Inawezekana pengine akanyang'anywa bibi, lakini sisi tukichea kutathmini kwa kina tukajua nani mtu mwafaka wa kumpa mtoto. Inawezekana sende kwenye kituo, lakini ile historia na mazingira ndio tupa sisi solution la kufanya. Kitu cha msingi kwanza ni kufika kwetu ili tukapata maelezo ya kina, japo ameeleza hapa kiufupi. Swala la pili kuhusiana, amezungumzia swala la kuna watoto wengine ambao wanakutana na mvutano wa malezi baina baba na mama. Ndiyo. Mtoto mwenyewe anataka kwenda hataki kwenda shule, anataka kwenda kufanya kusomea ujuzi. Kiukweli ni kwamba changamoto hapo ipo, kwa sababu mtoto mpaka anafika hivyo, kwa sababu tufahamu kwamba vipaji vya watoto vinatofautiana. Kuna wale watoto ambao tunawalazimisha kwenda shule, hatukatai, kwa sababu hata ukiangalia kwenye taratibu za Wizara ya Elimu bila shaka kuna umri maalum ambayo mtoto anaingia kwenye ujuzi moja kwa moja kwa mujibu wa ile madarasa ili apate ile elimu ya lazima. Lakini napofikia hatua kama hii tunakuwa tunakaa pamoja. Kwa hiyo mimi ninachokumshauri ni kwamba bado namsihi tena, hii taarifa tumepokea, lakini sisi huwa tunashirikiana sana na Wizara ya Elimu kwa pamoja kuona jinsi gani tunaweza kumsaidia huyu mtoto. Na wakati mwingine inapobidi sisi huwa huyu mtoto, kwa sababu tunakaa naye pia kwa umri wa miaka 12, manake tunakaa na familia. Kama kuna mgogoro wa familia, tunaanza kutatua ile changamoto ya familia kwanza, kwa sababu tunachokitafuta sisi ni usalama na maendeleo ya yule mtoto. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba taarifa hii pia itufikie kwa kina, lakini vile vile nimwambie kwamba hili linawezekana pale ambapo tutawapata wazazi wote wawili kwa mujibu wa hayo mazingira, ili kuweza kujua sasa jinsi gani ya kuweza kutatua, kwa sababu tufahamu kwamba changamoto za jamii hazina jibu moja. Kwa sababu zinatofautiana na mazingira. Inawezekana ukapata taarifa ya mtoto fulani ikawa na changamoto inafanana na mtoto mwingine, lakini katika kuitatua ikawa ni mazingira tofauti. Kwa hiyo kuipata zile taarifa za kina inakuwa inatusaidia sisi kujua jinsi gani ya kushughulika, lakini pia hili tunaweza kulifanya kazi kama upande wa idara. Kwenye swala zima la skuli, anasema kwamba kuna watoto wanaishi na wazazi wa kambo, wanapata changamoto nyingi. Wanapata changamoto nyumbani, wanapokuwa skuli kidogo anahisi faraja. Sasa watoto wa aina kama hii kiukweli pia bado nirudi tena pale ni jukumu la mashirikiano. Kwa sababu mara nyingi walimu na hasa walimu washauri wa kwenye maskuli ndio wanaweza kuyaibua haya. Kwa sababu wale ndio wanakuwa nakutana na watoto kila siku. Kwa hiyo mara nyingi wanapokuwa na taarifa kama hizi ambazo kwa upande wa walimu washauri inawezekana kuna changamoto za pale skuli wanaweza wakazitatua, lakini mara nyingi ikiwa imeingia na swala la familia na jamii huwa tunashirikiana na tunapeana taarifa. Kwa hiyo wakati mwingine mtoto kule skuli ni eneo tu la kujitokeza zile changamoto zake, kwamba zile athari, lakini chanzo kinakuwa kiko wapi? Nyumbani. Kwa hiyo hapa panahitaji mashirikiano. Na sisi kama wizara huwa tunafika maskuli kwa ajili ya kuelimisha watoto kuhusiana na masuala mbalimbali. Kama kuna changamoto nyingine huwa tunazipata pale. Kwa hiyo mimi ninachosihi ni kwamba kwenye maskuli husika sasa mashirikiano ya karibu yawepo, kwa sababu mashirikiano haya
baina ya walimu washauri, baina ya walimu wakuu, lakini vile vile na maafisa ustawi wa jamii wa wilaya husika ambao wanaweza kutatua changamoto kwa upande wa ile skuli yenyewe. Kwa mimi bado hili pia nalichukulia kwamba ni changamoto ambayo inaweza kutatuka, lakini lazima tuwe kuna mashirikiano baina ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Wizara ya Elimu, kwa sababu inagusa moja kwa moja watoto ambao wapo skuli, lakini kuna mazingira ya familia. Haya, msikilizaji, bado fursa unayo kupitia 0674003354 ndo namba ya kutupigia hapa studio moja kwa moja, uulize kwa kile ambacho umekisikia. Na moja kwa moja kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Halo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauti ya nani, uko wapi? Kwa faida yao Sheikh Sabah kutoka maeneo ya Kiana. Karibu sana wifi yake mtoto Sabah. Haya, asante. Kwanza ongereni kwa kipindi kizuri. Asante. Alafu mimi naomba kumuuliza changamoto gani ambazo wanapata wakati wa kuwaelimisha wazazi ambao wa mtoto katupa mpaka wakaelewa wakapata elimu vizuri? La kwanza. La pili, wanachukua hatua gani kwa wazazi ambao wanamaliza na kesi wenyewe kwa wenyewe? Mfano, mtoto wa mjomba akamdhalilisha mtoto wa dada yake, walafu wanamaliza na kesi wenyewe kwa wenyewe, wao wakijua wanachukua hatua gani kwa wazazi kama hao? La tatu na la mwisho ambalo limemtatiza, mtoto analelewa vipi akiwa tumboni kwa mama yake? Haya, shukrani sana wifi yake mtoto Sabah. Endelea kusikiliza Elimu FM kwa majibu mazuri ambayo yatafuata. Haya, wifi yake mtoto Sabah huyo anataka na yeye ufafanuzi masuala yake matatu. La kwanza, changamoto mnazopata katika kutoa elimu, hususan kwa wale watoto ambao wametupwa, wazazi wao wanakuwa nalipokeaje hili? Haya, asante sana wifi yake mtoto Sabah, na asante mtangazaji. Swali la kwanza aliuliza changamoto gani ambazo tunazipata katika kuwaelimisha wazazi wa watoto ambao wanatupwa. Kiukweli kutokea mazingira ya mtoto kutupwa kuna changamoto tofauti. Kwa mfano kuna nizungumzie kwa mfano kesi ambazo tunakuwa tunazipata kwa watoto kama hawa. Kuna watoto ambao wanatupwa kwamba jamii imetoa shinikizo fulani. Ndio. Kwamba pengine yule mama ambaye amejifungua, aidha ni mtoto ambaye wa kike bado ambaye hajaolewa, amepata ujauzito. Kwa hiyo familia inakuwa inamshindikiza kwamba huyu mtoto usije naye hapa, yani inafika kwamba wanasema kwamba tutakufukuza manake ukija na huyu mtoto, vitu kama hivyo. Kwa kuna shinikizo fulani zinakuwa natoka kwenye familia, lakini vile vile kwenye jamii. Lakini sababu nyingine, wakati mwingine atokezea kwamba mfano tuna akina mama ambao wameolewa alafu wakaachika, wale wajane, wanatokezea kwamba wanaona aibu kwenye jamii kwamba mimi nimeachika lakini tena baada ya kuachika ndo nimepata ujauzito. Pia wanafanya matukio ya kuwatupa watoto. Na kuna sababu nyingine, wakati mwingine wanakuwa manake wale ambao wamejifungua wale watoto wametelekezwa na wale waliosababisha ile mimba, kwa maana kwamba mababa. Ndio mazingira kwamba mtoto amepata ujauzito lakini ameamua, baba mtu amesema mimi si mtoto wangu, kwa hiyo yani baba mtoto yule inawezekana anakataa kwamba huyu si mtoto. Na wakati mwingine inatokezea pengine yumo kwenye ndoa, lakini kwenye ndoa si kesi nyingi sana, inakuwa nje ya ndoa. Kwa hiyo mazingira kama haya, wakati wa kupokea zile taarifa za watoto waliotupwa, kuna baadhi ya wakati wazazi tunawapata, maana wanapatikana na wanajulikana. Sasa kwa wale ambao wanakuwa wanajulikana, sisi kikubwa tunachokifanya ni kuanza kutathmini ule mama kwanza, kwa sababu kwa mujibu wa wataalamu wenzetu wa afya na polisi wanatuambia pale inakuwa bado ile akili haijakaa sawa. Anaweza kumfanya mtu tukio, lakini inakuwa kutokana na ule uzazi, hali ya uzazi na changamoto tofauti. Kwa hiyo sisi tunakwenda hivyo hivyo kuona kwamba mazingira gani yaliyomsababisha yule mama mpaka akamtupa mtoto. Na ndio maana hizi sababu tumezijua, kwa sababu tunatafuta ile chanzo mpaka kafika kufanya lile tukio ni nini. Unaona Au wakati mwingine kuna baadhi ya kina mama wanatupa watoto kwa sababu hawahudumiwi. Yaani baba ametelekeza tu watoto sana, hiyo washashinda, maana yake anaamka asubuhi watoto anamtizama, hajui wafanye nini, anaamua tu pengine anatupa mtoto, bana mimi sina vya kumfanya huyo mtoto. Sawa? Lakini kuna mazingira mengine, kuna kina mama ambao wana ugonjwa wa akili. Pia tunao hawa.
Kwa hiyo kutokana na changamoto ile ya akili, anakuwa mtoto anaweza kumtupa au akamweka tu akama mazingira hatari. Kwa hiyo changamoto inaenda kwa mujibu wa mazingira. Lakini kiukweli kikubwa tunachokipata kwamba kuna wale ambao wanajutia. Yaani ukisha kumpata ukamwelimisha kwamba hili jambo unajua kama ni kosa kisheria na masuala mengine, anajutia na kwambia kutokana na changamoto hii ndio ilinisababisha kama sindikizo, lakini si kwamba mtoto mimi simtaki. Kwa hiyo kwa mama kama yule tunakuwa tunampima na kumpa muda kuona kama kweli ile swala amejutia, na kwamba yule mtoto mfano akikabidhiwa tena anaweza kuishi naye kwenye mazingira salama, lakini chini ya usimamizi wa familia, maanake familia ndo anabeba lile jukumu na dhima. Sawa Lakini kuna changamoto nyingine ambayo tunakutana nayo ni kwamba kwa sababu kuna wale ambao wanafanya ukatili kwa makusudi, lakini kesi hizi zinakuwa haziendi, maanake unakuta yani kidogo mlolongo wake wa kesi unakuwa unadorora. Kwa hiyo pia ina changamoto inatukuta kwamba unatamani kama yule kwamba atiwe adabu kidogo, kwa wale ambao baada ya kutathmini ukaona kwamba huyu kuna sababu, manake hana sababu ya msingi kwamba mpaka mtoto akamtupa. Ushana. Kwa hiyo changamoto kama hizo tunakutana nazo, lakini pia kitu kingine ni kwamba changamoto tunaikuta kwamba saa nyingine mashirikiano na familia hatupati. Yaani ile familia unapomwambia nakwambia huyo sisi hatumtaki. Unaona? Kwa hiyo pia inakuwa ni changamoto kwetu kwamba sasa kama familia inakataa, ina maana ule ushirikiano pia unakuwa ni mdogo. Lakini vile vile hatua gani zinachukuliwa, ameuliza kwa wale ambao wanasuluhisha hizi kesi, wanamalizana wenyewe kwa wenyewe. Kiukweli hii ni changamoto, na tufahamu kwamba sisi jamani, jamii yetu tunaita rushwa muhali. Yaani tuna ule muhali kwamba manake itokezea changamoto kwa mtoto anadhalilishwa, unahisi kwamba huyo aliyomfanyia ndugu yangu hivyo, kwa hiyo mimi nitamtizama vipi? Tunasahau athari ambayo mtoto imempata. Manake tufikirie kwamba yule mtoto tuvae kiatu chake, kwamba ameshafikwa na tatizo, halafu familia inamfanya nini? Kama inamtenga, kwa sababu inaona kwamba anamlinda mjomba, analindwa mama mdogo, analindwa sijui baba mdogo, analindwa baba kambo, lakini mtoto anaendelea kuteketea. Kwa hiyo kiukweli sisi tunachokifanya, kwa sababu zile hatua za kuchukuliwa kwa masuala ya sheria kuna utaratibu wake, na tumegawana kimajukumu. Kwa hiyo majukumu yetu sisi kama wizara ni kuhakikisha usalama wa mtoto. Lakini masuala mengine ya kisheria na kwa taratibu zake za kisheria, polisi yani shida iliyokuwepo ni kwamba kama wazazi wenyewe hawako tayari kutoa mashirikiano, kesi inakuwa ngumu. Kwa hiyo tunaelimisha zaidi kwamba watu waone ile athari ambayo mtoto anaipata ili kuweza kumsaidia. Na swali lake la mwisho alisema kwamba mtoto analelewa vipi akiwa tumboni? Okay. Asante sana. Sasa wifi yake mtoto Sabaha, mtoto akiwa tumboni, kwanza tufahamu kwamba malezi ya mtoto yanaanzia tumboni kwa upande wa baba na mama. Manake kwamba huyu mtoto akiwa tumboni anakuwa tangu siku ambayo inatunga mimba mpaka anafika miezi 9 na mpaka anazaliwa, anahitaji ushirikiano au ushiriki wa baba na mama katika malezi. Kwa hiyo katika swala hili manake tuhakikishe lishe ya mtoto, manake mama mjamzito anapata lishe nzuri kwa ajili ya kumjenga yule mtoto. Lakini vile vile afya ya mama, manake kwamba awe na afya nzuri ili mtoto aweze kukua vizuri. Lakini vile vile kumkinga mtoto yule aliko tumboni na mambo tofauti ambayo yanaweza kuhatarisha usalama wake. Mfano matumizi ya vilevi, matumizi ya madawa au makali yale ya kikemikali, kumnusuru yule mtoto. Lakini kitu kingine ni kuhakikisha kwamba mtoto anapata uchangamzi, manake unamhamasisha tangu akiwa tumboni, unazungumza naye, unakuwa unahisi kama hasikii lakini anasikia. Kwa hiyo kama itakuwa labda mzazi ulikuwa ni msomaji sana wa Qur'an, unaweza kushangaa mtoto wako akizaliwa anasoma sana Qur'an kadri muda unavyoenda. Na kama ilikuwa mtoto alikuwa mzazi alikuwa anasikiza sana muziki, manake mtoto yule pia anakwenda huko. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba yale yote ambayo yataweza kumkinga mtoto, ikiwemo kulinda uhai wake. Manake kwamba mtoto analelewa akiwa tumboni, manake hata hii swala la kutoa mimba na pia ni kosa, kwa sababu unavunja ule haki yake ya msingi ya uhai. Haya, muda unaenda kweli. Hebu tumalizie kwa kutupa wito ambao unahusiana na haya maendeleo ya awali ya malezi na makuzi ya mtoto kuanzia hicho kipindi cha ujauzito mpaka kufikia hiyo miaka 8. Asante sana ndugu mtangazaji. Kiukweli ninaomba mimi nitoe wito kwa jamii, kwa familia na kwetu sote. Ndio.
Kwanza katika suala la malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto yanategemea sana uwajibikaji wa wazazi wote wawili na familia kwa ujumla. Kwa hiyo tunazungumzia familia kwa maana kwamba wazazi tunamaanisha mama na baba, lakini familia tunamaanisha waliomzunguka yule mtoto. Kwa hiyo kaka, dada, baba, mjomba, baba mdogo, wote wale, familia pana. Maana uwajibikaji na mashirikiano ni kitu cha msingi katika kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa vizuri, lakini vile vile jamii kuwajibika ipasavyo katika kuhakikisha watoto hawa wanakuwa katika malezi mazuri, kwa sababu sisi tunaambiwa mtoto akizaliwa anakuwa kama karatasi nyeupe jamani. Kwa hiyo sisi ndo tunamwandika. Kwa hiyo kama karatasi nyeupe imekuja, sisi tunamwandika kile utakachokiandika ndio mtoto atakuwa nacho. Kwa hiyo ukiandika kizuri atakuwa mzuri, ukiandika kibaya atakuwa mbaya. Kwa hiyo manake kwamba sisi jamii ndio tunomtengeneza yule mtoto. Kwa hiyo mashirikiano kwa pamoja, lakini ushiriki wa akina baba katika malezi ni muhimu sana. Kwa hiyo huo ndio wito wangu kwa jamii, kwamba tushirikiane, lakini vile vile tupunguze wimbi la talaka. Kuna baadhi ya changamoto zinazungumzika na zinaweza kusuluhishika ili kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa katika malezi ya wazazi wote wawili. Haya, bila shaka msikilizaji, umesikia vizuri na umenufaika kwa kipindi cha leo cha Ubeleko. Na kukumbusha kwamba tulikuwa naye hapa mgeni kutokea Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Bi Mkasi Abdullah Rajab, ambaye anashughulika zaidi na hifadhi ya mtoto. Kama ndio kwanza umefungua redio yako, na kukumbusha kwamba miongoni mwa mikakati yao ambayo wamejiwekea ni kuhusiana na hizi sheria za watoto, ambapo wanahakikisha haki zao za msingi zote zinapatikana, ikiwemo kuishi, kulindwa, kushiriki na kushirikishwa na maslahi muhimu. Lakini pia programu jumuishi ambayo ndo inaendelea hivi sasa, familia bora, taifa imara, kanuni za usimamizi ya malezi, lakini pia kupambana na ukatili na usimamizi wa watoto. Lakini la mwisho kabisa msikilizaji, kuwepo kwa hiyo division ya hifadhi ya mtoto ambayo inashughulika na masuala mazima ya kumlinda, kumtetea huyo mtoto. Limkasi, sisi hapa tunakushukuru sana. Hatuna la ziada, tunakushukuru sana kwa ujio wako, lakini pia tunamkumbusha msikilizaji, huu ni muendelezo. Asikose kufuatilia kipindi cha Ubeleko, kuna mengi mazuri ambayo yanafuata. Ulikuwa nami Timi Hassan, sambamba nami Nasrade. Basi tunakutakia usikilizaji mzuri kwa vipindi vinavyoendelea.